Asante bwana habari, ninaitwa Daktari Benjamin, mimi ni pastor. Niko hapa, mimi ni Mnyamulenge kutoka milima ya Kongo. Tumekuja hapa si kwa ajili ya sherehe, hatukuja hapa kwa sababu ya kuangaliana kwa macho, bali tunakuja kwa sababu ya huzuni au na kuonyesha shida zetu zinazodumu kwa miaka mingi. Sisi ni Wakongo kama wengine, lakini kwa miaka mingi, karibu miaka 60 sasa au 60 na zaidi, tunabaguliwa na ndugu zetu. Wao wanaitwa Wakongo kama sisi, lakini wanatubagua kufuatana na sura zetu, kufuatana na mila, kufuatana na tunavyoishi. Ndio maana vita imeanza, inakuwa miaka mingi, lakini kwa miaka hii 8 ya baadaye ndipo vita vilikuwa vikali zaidi kati ya sisi kabila ndogo, alafu kwa sababu ya lugha tunayoizungumza kinyume na lugha nyingine, alafu tunabaguliwa na ndugu zetu. Ilikuwa karibu tunabaguliwa na ndugu zetu, lakini siku hizi ni government yenyewe yote, karibu yote kabisa ni kinyume nasi. Kila siku drone zinaua watu, kila siku mabomu ya kila siku mpaka leo asubuhi vita vimeendelea, na tunakuja hapa alafu kulalamikia nchi tuliko nayo, nchi za mataifa, ili ziweze kusikia haja zetu na waweze kutusaidia. Lazima tusaidiwe kama viumbe wengine, lazima tuwe na amani katika nchi yetu, lazima tuwe na amani kwa watoto wetu, wasome waendelee kama Wakongo wengine. Ndio maana tumefika hapa. Asante. Kwa hivyo waweza sema labda ni katika maeneo gani hasa ambayo tumeshuhudia visa kama hivi ambavyo watu labda wameuawa, watu wameshambuliwa sehemu mbalimbali? Ni wapi hasa? Kongo ni kubwa, lakini kwa maeneo ya East Kongo na South Kongo, yani South Kivu na North Kivu, ni mahali ambapo watu wanasumbuliwa siku baada ya siku, wanauliwa siku baada ya siku. Sasa ni miaka 8 kabisa kamili, watu wakifa usiku na mchana, wengine kuuliwa, wengine inafikiwa kiwango cha kuua mtu, kuchoma na kula. It's very sad. Kwa hivyo ni sababu umezungumza kwamba umesema kwamba sasa ni watu gani hasa ambao wanafanya haya mashambulizi? Kwa sababu kuna wale wanasema kwamba ni wanajeshi wa nchi fulani, ni milisha fulani. Ni hasa watu gani ambao wanafanya mashambulizi? Kwa sababu ukiuliza, kuna mtu atasema pia kuna makundi ya Nyamulenge pia yanafanya vitu kama hivyo. Sasa ni makundi gani hasa yanafanya hivyo, na mngetaka nini hasa? Sija kubali au sijaelewa jinsi gani Nyamulenge anaweza wenyewe kujiua mwenyewe. Si Nyamulenge kwa mwenyewe, yeye ndiye victim. Halafu wanaouana au vita vinakuja vinalenga tu Nyamulenge. Halafu wao Nyamulenge ni wanani? Ni watu wanaishi South Kivu tangu 1885 ndio walifika huko, lakini wanazungumzia lugha ya Kinyarwanda. Halafu tangu miaka ile, ni historia ndefu, hatuwezi kuizungumza wakati huu. Halafu walipo hata wakati wa mipaka ya Berlin, hao walikuwa hapo mpaka tangu miaka hiyo mpaka leo hawajakubaliwa kama Wakongomani wengine hasa. Halafu hiyo kabila ya Nyamulenge ndio wanabaguliwa. Ilikuwa ni ilianza ikiwa ni kabila ndogo 3-4 wale tunaokaa pamoja, halafu ilikuja ikakua mpaka leo government yenyewe, president rais mwenyewe ni kinyume chetu. Halafu akawaleta wa militian wa inchi wenyewe, akawaleta soldiers, akawaleta ma expert, akawaleta hata wazungu wanakuja, nao wote ni kinyume chetu, kusudi watuondoe katika mahali petu, katika territory zetu. So, siwezi kukubali kwamba wanasaidiwa. Tangu mwaka wa 64 ndio vita ilianza Kongo. Rwanda haikuwepo na hayo mataifa mengine hayakuwepo. Kuna ile tunaita Twirwaneho, ndio jina lao Twirwaneho, yaani tujisaidie wenyewe, auto defense. Auto defense, na ndio ile inafanywa.
hatusaidiwe na yoyote. Nguvu zetu zinatoka kwao wenyewe, sababu wao ndio wanatushambulia. Halafu unajua wakati unajidefend mwenyewe unatumia nguvu zako zote, halafu wanapokuja wanatushambulia, tunapigana nao vita na silaha zao walizo nazo ndizo tunawanyang'anya, halafu na ndizo tunatumia mpaka leo. Hatuna msaada mwingine wowote. Asante sana wanahabari. Kwa majina naitwa Steve. Mimi ni mchungaji na tuko hapa kwa ajili ya kumbukumbu na kukumbuka wapendwa wenzetu ambao walifariki, na hawajafariki kifo cha kawaida, waliuliwa. Wengine walichomwa kwa manyumba, na wengine ni watoto wadogo, wengine ni wamama, na kwetu kulishambuliwa kabisa. Tulikuwa na vijiji vingi. Sasa tumebaki na kijiji kimoja mahali tu panaitwa Minembwe Center. Kwengine kuliharibiwa kabisa, kulishambuliwa, manyumba zilichomwa, ngombe, mali yetu ilienda, na hata wakaaji wote walihamishwa. So by force walikuwa forced out to leave homeland, wakaenda kuishi kama wakimbizi kwenyewe. Hapo ndio kulianza auto defense ya kudefend wenyewe, sababu mahali wanaishi camp za FARDC, jeshi la Kongo, wako hapo, lakini rebels walikuwa wanakuja wanalala kwa kampu ya army ambayo ina responsibility ama jukumu la kulinda wakaaji, lakini wakawafungulia mlango na kuja asubuhi, wanalala kwa kampu, asubuhi wanatushambulia. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa mpaka saa hii, kwingine kulisha. Lakini hiyo grupu ya auto defense ndio iliamka ikaanza kujidefend na kusaidia wazazi ndio waweze kusurvive mpaka saa hii. Kwetu hawaishi, wana survive. Wamekaa na hizo shida for long time, na serikali ikiangalia na hata ikitumia na hata ikiweza kudinayo. So process zote za genocide zilifanyika kwetu. Number one, classification ilifanyiwa. Tulibaguliwa kutokana na wengine wakaaji kama sisi ama wengine wenyeji kama sisi, na baada ya kubaguliwa wakapewa vifaa na wakafunguliwa milango ya militias armies kutoka nchi tofauti, wakaja wakaishi kwetu wakiwa pamoja na vikosi vya FARDC, wakashambulia wakaaji wenyeji, baraia wenye hawana hatia yoyote. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa. Alafu kukaja policeization. Wakaaji wetu wale majirani wetu na hata serikali ilichochea maraia, ilichochea raia kama sisi, ikazusha chuki na fitina, na hata walifanya symbolization. Wengine wakatuita Wanyarwanda. We are not Rwandese, we are Congolese by birth. Tangu mababu na mababu tulizaliwa huko, lakini wanaendelea kutuita Rwandese. We are not Rwandese, lakini hiyo jina inatumiwa kama symbolization. Ndio ule mwenye yako kwa serikali hata anatumika. Wengine waliuliwa wakakuliwa nyama, so hata kitu ya dehumanization ilifanyika huko. Mtu anakuliwa kama mnyama, na chuki na fitina zilichochewa. Wengine waliitwa like disease, wengine waliitwa microbes ndio wauliwe. Sasa hiyo ndiyo kitu ilifanyiwa kwetu kwa kabila yetu ya Wanyamulenge. Sasa tuko hapa kwa kukumbuka watu wetu, civilians, wamama, watoto na wazazi, na hata wapendwa wetu ambao walijaribu kudefend community yetu wakakufa kwa kisa hicho. Asante sana. Na labda message yenu ni gani kwa wenye wanapigana, na labda msaada ni gani mnataka kutoka watu? Message yetu kwa serikali yetu ya Kongo niweze kulinda kabila yetu, population yetu kama population zingine ama kama kabila zingine, na discrimination tulifanyiwa, na sisi tunahitaji haki kama watu wengine. Jambo la tatu, na hata haki ifuatwe kwa wale wapendwa wetu wenye waliuliwa. Kuna wapendwa waliuliwa Gatumba. Gatumba ilikuwa na government, ni nchi ya Burundi, lakini wapendwa waliuliwa, na hata wale wenye waliua watu bado wako na wako kwa serikali, lakini government yetu ili stop investigation ndio hao watu wasifuatiliwe. Sasa haki ifuatiliwe
na protection itimizwe na serikali. Hiyo ndio ombi letu. Mimi kwa majina naitwa Ngirwa Mbaza Plezire Mudek. Hapa mahali tunapokumbuka wenzetu ambao wameuliwa huko nchini Kongo, kabila la Wanyamulenge. Ni vita ambazo zimechukua muda mrefu, tukiuliwa kiolela bila yule ambaye anaweza katutetea, bila yule ambaye anaweza katusikia. Hata leo ambayo tunapoongea hayo maafa tunayo hata sasa, ambapo mimi nakwambia watu wanaendelea kuuliwa vibaya. Mimi ni miongoni mwa wale ambao nimejeruhiwa kupitia hizo vita. Unaona, sina viungo, sina mikono, hata na pande zingine ambazo nimeumia vikali kupitia miaka mingi ambazo tumepitia hizo vita. Mpaka sasa hivi naendelea kuongea ama kulia ili Umoja wa Mataifa na nchi zingine zipate kutusikiza, kwa sababu tunateseka sana. Sijue kama swali hilo limejibika vizuri. Lakini pia waweza tuelezea zaidi kisa, vile umesema umepoteza baadhi ya viungo vya mwili, unaweza tuelezea kisa labda kimoja, nini kilifanyika hiyo siku ambayo kisa hicho kilifanyika? Ni vita ambazo zimeanza tangu awali, sikumbuke, lakini ni kama mwaka wa 1960 just. Lakini kwangu ni vita ambazo zimekuja, ilikuwa mwaka wa 2019 ilikuwa Disemba date 15. Alafu wao waasi wa majimaji wakajitokeza kwenye vijiji zetu wakatuvamia. Ilikuwa Sunday, tulikuwa chache, tulikuwa kwa ibada, so wakati wameingia ndio wakaendelea kushuti hizo mabombe na masasi, ndipo nikashikwa na hiyo, so nikaletwa huku Nairobi kwenye matibabu. My name is Nzirimo Emmanuel. I'm the youth leader. I'm here speaking on behalf of the youth. So we are here to commemorate our heroes who have fallen at the battlefield when they are fighting on behalf of our community. Now currently they have said so many things. Currently we are fighting the army of DRC, including the army of Burundi, including different militias, as they have said. They have done a coalition together, all of them. So they stood up to fight against our community since 2017 up to now. Currently, as we are speaking, the drones are doing bombardment. They are shelling the civilians in the villages. We have noticed recently some houses have been burnt by the bombs of drone. Even the hero that we have come to commemorate today has been shot by the drone. You can imagine, to the extent of sending a drone to kill somebody, a hero of our community who went there to fight so that our community who have been marginalized, discriminated, so that we may not be chased from our place. We stay in the high mountains of Minembwe, in the different places, high mountains, we stay there. In DRC, as they have said, in southern Kivu. So since that kind of war started, the general that we have come to commemorate today, he stood up. He was a colonel in the army of DRC. But when he heard about what is going on in our country, in our community, in our place, he stood up. He left the army he was serving. Then he went to stand together with the community so that he may at least call upon other kind of, so that he may call international organizational communities to come and stop the killing that was going on. Then they finally sent a drone to come and shoot him. They shot him. He was dead together with some other escorts who were surrounding him at one time. Then this man who is speaking is the witness of what happened to him. He was fighting so that he may save, he may spare our people, our community. Then his hand was chopped, you can see. He was shot, then his hand was chopped. You know, now we are here to commemorate, and we call upon the international organization to kindly come and offer assistance, to come and give us justice and freedom. We need to live like others. So we need freedom, we need justice. Our community want to live in dignity and justice and freedom. Thank you. My name is Rosa Mapendo. I am a human rights activist. I'm from the US. I come for different reasons, but today is a commemoration to remember our hero who was killed
I am among the Banyamulenge community. So what is the end goal? What do you want to achieve? What is that specific message you want to send maybe to the international community, human rights organization, and basically the world at large with regards to what is happening in the eastern part of DRC? I believe most people, they still just ignore. That's why we want to raise our voice. This is not a start for today. It has been for a long time. Myself, I am a survivor from a genocide of Banyamulenge. I used to live in Kasai. My husband was killed. I was in prison with my 7 children, including pregnancy. Because what? Because I was a Banyamulenge, only for the reason. And I believe whole world, the whole nation, they try just to ignore. They look aside. Right now, my village, my people, my parents, my aunt, my uncles, they are in a situation no one can believe. They are in lack without even internet, because our own government it try to silence, to do with nobody know it. So we are crying for help. Please, anyone who can take an action, please don't listen to us for nothing. We have been cried, we did the protesting, and the whole world is looking at what? Is looking at people like they are playing a game. Please, this is not a game, this is our parents. Drone without plane, without a pilot. Because they send a drone without a pilot, because themselves they're scared to die. Why are you scared to die? You go to kill the parents over someone. Our life is a matter. Our life is a matter. We are human being as anyone. We are people who have a potential. Also, this is our country. Is where we come from. So easy mistake to be a Munyamulenge. Easy sin. Easy criminal. Somebody to come, our own government, pay another government, other countries to call to kill his own citizen. Please, the people who understand our voice, please don't ignore. Don't try to look aside, because it is our own parents. This is not a history, and this is not. I'm sorry. I'm so sorry. Sometimes it hurts to see whole nation try to ignore when our people are dying. People are lacked. Government is assuring our people no one have access to hospital. No one have, we cannot even people who are wounded to take them to the hospital. Is the people who are not have any access to any life. They have no sort, they cannot, what they want to do. Please, the people who are here, it's not good. And the whole nation silent. I know genocide have happening. People try to say never again. Never again. Is it a business? Can they do under business more than that? If the people want to take a mineral, take it. But let us live like everybody. That's the most cry out. I hope someone can take an action. Human rights, United Nations, peacekeeper. People knew for sure, whole world. That's most important. We are crying for help as a Banyamulenge. Right now we come to remember the man who sacrificed his own life to go to help his parents. He was killed with our own government. So what can we do? So Thank you. Is there anyone with a question? Perhaps maybe there is something you have left here. out. Well, being a human rights defender, what are some of the injustices that are happening to the people of? The most injustice is to see people are being killed, people try to ignore. And the most victim is the women and children. Women have been raped. All the people who are 100 have been shot because they cannot run. So, like injustice,
We need justice. We cry for justice. The government is stopping this. The government, our own government. What exactly? We was divided by border. So what can we do? People come to take us, to kill us in our own country. We are not, look how many thousand refugees. They are running away because they try to have a life, just to live, not because the other countries are better than us. As you know, Congo is a very rich country. So it's not mean we run for hungry. No, we're seeking for life. We are seeking for life for our own parents as well. This, to be honest, for myself, I have an orphanage. So, okay. I think it's enough. Everybody mean corruption. There is so big corruption. Our own government. Everybody about money. You can sell even your own brother. But those people who are standing with the government, to be honest, is just like used as a screen. But what is going on inside? See, that's what they are saying. But they have like satellite. They can see what is going on. So I believe it's not like that. It has been not today. It has been to happen to me. I told you, 1998, I was under guns, 24 hours, 7 days a week after they killed our husband. I am a widow from my own government. They came to take me from my own house. They took everything. They say, put your hands on. The people, they try to say you are Rwandese. To be Rwanda we are not a crime. It's not a crime. To look like how we look. They look at just a morphology. They say you look like Rwanda. So what? God created one. God created one. My God, we come from one person. Doesn't matter how we look like. We are criminal to be killed. Yeah, nitaongeza kidogo. Unajua hii genocide ambayo imefanyika kwetu ni kitu ambao imepangwa. Na imepangwa kwa sababu kuna militias groups kutoka nchi tofauti. They were hired by government. Number 2, hiyo unajua the last step of genocide, wale wamefanya genocide wana deny by destroying the evidences. Wanaweza tumia some of our people ambao wako corrupted, but the evidences ziko pale, lakini wanajaribu destroy the evidences. Number 2, wanajaribu blame the victims. That is hiyo ndiyo protocol ya genocide. Number 3, ile kitu ingine wanafanya ile kitu ingine wanafanya ya mwisho ndio to destroy the evidences. Wanataka kuchukua some of our people, wanawatumia ili kuweza kushuhudia, lakini hata sasa hivi tunaongea drones zimetumwa na serikali, zimeua hata wamama. Kuna shoshoa miaka 100 hapa 80 ameuliwa na government kwa kushutiwa marisasi. So that is the living evidences ambazo ziko kwetu. Yeah, hiyo ndio kitu ningejibu. So I have a question. When Uvira was taken with the M23, why people tell them to leave without protection, to protect the civilian? Why? And after that, people look aside. Now, the reason the militia are going to our mountain for High Plateau Minembwe, because the United Nations, let me say that, opened the door for them. But when nikuongeza kidogo, nikimwongeza kidogo sababu hao watu wanatuua kwetu sisi Wanyamulenge ni Maimai, ni wa Burundi, na hao watu wameletwa na serikali. They are rebels ambao wanajulikana na wanapewa mshahara na government. We have the evidences ya salary, wakishuhudia salaries wanapewa na serikali kwamba wamekuja kuua Wanyamulenge na kuchoma vijiji zao. So na wamestop investigation kwamba hakuna mtu anaweza endelesha investigation. Nitasema kidogo kuhusu genocide ya Burundi. Genocide ya Burundi ni nani angefuatilia investigation ya huyu mtu mwenye alisema mwenyewe kwamba amekuwa Wanyamulenge? Government ikatumba.
government ya Kongo ndiye ingefuatilia Agathon Rwasa, lakini wali stop investigation sababu walikuwa wameshirikia hicho kisa cha kuwa Wanyamulenge. Mmesema kwamba you're commemorating a hero. Are there maybe other people who have been killed that you're also commemorating? Yeah, okay. We are not only celebrating our hero. We are also remembering our victims who died. Our hero died just not because he want to come and die, but because he want to save our community. Ambao waliuliwa, serikali ikiangalia ilikuwa na majukumu ya kulinda raia, ikashindwa, ikashirikiana kuwaua, ndio sababu walikuja. That's why we are here to commemorate. Okay, mara tena hatukuja kucommemorate kama hivi, bali tunakuja kulalamika. Tunalalamikia Umoja wa Mataifa, tunalalamikia nchi zote za Afrika. Kwa nini sisi kubaguliwa kama mbuzi? Kwa nini kuuliwa kila siku? Mara tena hawa unaowasema kwamba ni wako wa upande wetu, hao hawawezi hata kufika Minembwe. Wakifika nao watauliwa kwa sababu ya ile sura yao. Tafadhali, unajua kama mpaka leo hakuna mtu anaweza kutoka Minembwe aende nafasi nyingine. Ni wanafungiwa hapo na hakuna mtu atatoka, hakuna soko, hakuna dawa, hakuna kitu gani. Swali langu la mwisho ni hili: kwa nini mataifa, mataifa yote miaka karibu 60 hivi hawaoni mateso yetu, hawasikii kilio chetu, hawawezi kutusaidia? Why? Hata kwetu sahihi hakuna network, watu hakuna mobility, hakuna hospitals. Sasa mtu akiumia huko hata hana haki ya kwenda hospitali, hana network, hana chochote ambacho hata vya msingi kwa maisha ya mwanadamu hawana. Network wanakata kwa sababu ya kuexecute ile genocide. Wengine waliuliwa na jeshi la Burundi kwa sababu wanataka kupita waende kutafuta chakula, wanauliwa. Wamama wanauliwa, wanajeuriwa kwa sababu ya kwenda kutafuta chakula.